shetani, unakunywa damu za watu Mama Samia. Unakunywa damu za watu Mama Samia. Mungu amesema nikwambie wewe ni shetani. Mungu kakukataa, hutakiwi Mama Samia. Na anasema uliyotenda, sasa unaenda kupokea matunda yako Mama Samia. Unapokea matunda yako Mama Samia. Mungu amenituma kwa ajili ya kuikomboa nchi yangu. Mama Samia, ninasema na wewe Mama Samia, kahaba wewe, mwanamke kahaba, Babeli wewe, mama makahaba Babeli, ulioshika kikombe kilichojaa uasherati ni wewe, uliozini na mataifa ni wewe Mama Samia. Mungu amenituma nikwambie Mama Samia, na kazi zako ninazivunja kuanzia sasa kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, kwa damu ya mwana kondoo iliyomwagika msalabani. Tumehesabiwa haki Mama Samia. Mungu amesema nikwambie, tumehesabiwa haki Mama Samia. Mungu amesema nikwambie, tumetengwa mbali na kuonewa. Mungu amesikia kilio chetu cha Watanzania. Mama Samia, una mamlaka tena juu ya taifa la Tanzania. Ufai tena kuwa rais wa Tanzania. Tumetengwa mbali na kuonewa. Tumehesabiwa haki kwa damu ya mwana kondoo. Kwa damu ya mwana kondoo. Anguka kuanzia sasa. Anguka kuanzia sasa. Kufa Mama Samia kuanzia sasa. Kufa na Kikwete kwa damu ya Yesu. Angamia na jeshi lako Mama Samia. Ninakuangamiza kwa damu ya Yesu. Ninakuangamiza kwa damu ya mwana kondoo yenye uweza na nguvu iliyomwagika msalabani. Ninakuangamiza Mama Samia kwa ujasiri. Mimi ni mwana wa Mungu aliye hai. Nimetumwa kuikomboa taifa la Tanzania. Nimetumwa kuwakomboa ndugu zangu wa Tanzania. Mama Samia, ninakuangamiza. Ninakuangusha hata kuzimu kwa damu ya Yesu. Kufa kuanzia sasa kwa jina la Yesu. Kufa kuanzia sasa kwa jina la Yesu. Ninakufyeka kwa upanga kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Nimedhihirisha mwana wa Mungu kuzivunja kazi zote za ibilisi, kuzivunja kazi zote za giza. Mama Samia, ninakuangamiza kwa damu ya Yesu. Ninakutangazia kwamba mimi ndiye nuru ya ulimwengu. Nimetumwa kuangaza kwa ajili ya taifa langu la Tanzania. Nimetumwa kuangaza kwa ajili ya ndugu zangu wa Tanzania. Ninapaza sauti. Mimi ni bintu Sayuni. Mimi ndiye nuru ya ulimwengu. Mama Samia, kufa kwa damu ya Yesu. Mama Samia na Kikwete, kufa kwa damu ya Yesu. Huna mamlaka tena. Ninakuweka chini ya miguu yangu. Ninakuangusha hata kuzimu. Wewe ni wa kuzimu. Toka kuzimu. Kufa Mama Samia. Kuanzia muda huu ninakuangusha. Ninakufyeka. Ujumbe huu, ujumbe wa laana, ujumbe ambao hauna mafanikio hata kidogo, ujumbe wa kutisha kwa Mama Samia Suluhu Hassan. Kuna watu wanajaribu kuishi sasa hivi vile walikuwa hapo awali, na inawashinda kabisa. Labda mpendo wao alikufa, labda mali yake ilichomwa mpaka kila kitu imeisha, na kila mtu anapogeuza macho anapata ni Mama Samia Suluhu Hassan ndiye wa kuwekelewa lawama ya kila kitu ambacho kimefanyika. Ukimsikiliza huyu anavyozungumza, ukimsikiliza anavyolaani na kutupa maneno makubwa tena kwa kiongozi wa nchi, it's very painful. Na huyo kiongozi sasa ndiye anangojea aweze kuwaongoza watu kama hawa, watu ambao mioyo yao ni misito, watu ambao hawajaridhika hata kidogo na Mama Samia Suluhu Hassan. Hakuna amani. Hata kama unaambiwa kuwa amani imeanza kurejea nchi ya Tanzania, amani hiko, lakini ile ya kurasmishwa tu. Amani hiko, lakini ile kwa sababu mtu amebebewa bunduki, kwa sababu mtu ametishiwa, sasa akaamua tu, wacha ninyamaze, sitazungumza, wacha tu nitulie. Unaweza ukaangalia ukaona kama kweli kuna amani, lakini ukichunguza, ukiingia ndani, hakuna amani ndani ya mioyo ya watu. Ndio maana unasikia mtu analia njia kama hii. Mama Samia Suluhu Hassan amelaaniwa. Mtu anamlaani kiasi hiki mpaka anamuita yule mama mwenye ako kwa Biblia, mwenye amesini na mataifa yote,
ambaye ameharibu, kazi yake ni kuharibu kila kitu, ndio huyu. Ujumbe mzito kwa Mama Samia Suluhu Hassan. Lakini bado moyo wa Mama Samia Suluhu Hassan ni mzito, na uongozi umemshika na ukamweka chini kabisa. Hawezi akafanya chochote, hawezi akajaribu kuangalia maslahi ya wale wananchi ambao anawaongoza, akajaribu kuwasikiliza mioyo yao inasema nini, wanachokitaka ni nini. Hilo amelifumbia masikio kabisa. Na ndio maana unapata mwanamke kama huyu ambayo kwa mfano huenda mtoto wake alikufa katika maangamizi, ambaye huenda familia yake imetokomea, hana pa kuanzia, hana pa kuenda. Maneno ni kama haya na vilio tele ambavyo vimesamiri katika nchi ya Tanzania, ni machozi na huzuni. Japo mimi niliona kuna watu wengine wanaosema maneno tu, wanarusha maneno tu ovyo ovyo. Haya, waliwawa kwa maandamano, walienda kutafuta wao wenyewe. Kwa nini wakaenda? Sauri yao, walitaka wenyewe. Maneno kama hayo sio maneno ya busara wakati kama huu, wakati watu wengine wanalia, watu wengine wanaomboleza. Tuliona hata askofu hapo juzi amefanya ibada ya wafu. Watu wengine wamefanyiwa ibada ya wafu ili hali wapendwa wao hawajawaona. Wameshikwa kwa kaburi la sahau, kaburi la pamoja na la sahau mahali fulani. Ni huzuni. Mimi nimepokea video nyingi za wale watu ambao wanaomboleza, watu ambao hawana huruma, watu ambao wanajaribu keep on with life, inawashinda. Labda bwana fulani ameuliwa ambaye ndiye alikuwa na provide kwa familia. Unafikiri itakuwa ni raha ama ni huzuni ndani ya familia hiyo ya wale wenye walipaki? Hiki kitendo ambacho kilifanyika, of course, kinastahili kulaaniwa tena zaidi. Na ikiwezekana, ndio maana mimi ninasema ikiwezekana, kama Rais Samia Suluhu angejua, hawasikilize tu wananchi hata kidogo, wanasema nini, wanataka nini. Maana hao wananchi, hao ambao wanaolia njia kama hii, ndiye anawahitaji ili aweze kuwaongoza. Yeye ni kiongozi wa watu kama hawa. Ataweza kuwafikia vipi? Wakati unaona ni kama kuna a line that has been drawn. Kuna mchoro ambao umechorwa kati ya watu kama hawa na serikali. Hata uongozi utakuwa namna gani? Mimi ninachoomba ni Mungu aweze kuwa katika watu kama hawa, aweze kuwaongoza, aweze kuwalinda na aweze kuwarejeshea amani ya kipekee ndani ya mioyo yao. Maana hata serikali ikisema itakuja iwalipe sijui nini, haiwezi ikatoshana amani ambayo wanatafuta ndani ya mioyo yao. Kuna watu wapendo wao wamekufa. Utamlipa pesa kiasi gani mpaka siweze kurudisha mwenye aliuawa? Ni swali gumu ambalo linatufikisha mwisho mpaka tunasema haki ndio inatakikana. Haki ndio inatakikana. Anyway, Mungu awabariki. Mungu awafariji nyinyi wote ambao mliweza kupoteza wapendo wenu kwa njia kama hii. Mungu awalinde.